Asante sana Bwana Yesu, ninakushukuru kwa muda huu, ninalibariki jina lako na kulitukuza. Ninawaombea wasikilizaji na watoto wa Mungu mahali popote ulipo, ninakufungua fahamu zako. Ninatuma malaika, ninabomoa kila ngome iliyoko mbele yako ya kukuzuia usipokee ujumbe wa Mungu na uweze kufunguliwa ili ukawe mwana wa Mungu, na kama ni mwana wa Mungu uzidi kung'aa, uzidi kuinuliwa. Baba, ninakushukuru, asante kwa muda huu na somo hili. Baba, sifa na utukufu na kurudishia wewe. Amen. Watoto wa Mungu na wana wa Mungu, siku ya leo nakwenda kufundisha somo ambalo naelezea mjumbe wa Mungu ni nani na mjumbe wa shetani ni nani. Na pia nitaelezea kuhusu habari ya ibada ya njia ya msalaba. Bwana Yesu asifiwe. Hii yote nataka wewe upate kuelewa, kwa sababu Yesu ana uchungu na watoto wake, anaumia sana kwa sababu mambo yamebadilika. Watoto wa Mungu wanadanganywa wakijua wanaongea na wajumbe wa Mungu, kumbe wanaongea na wajumbe wa shetani ambao ndio wengi zaidi wako kupitia kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini leo iko habari njema, usiogope wewe ambao umechoka, umekata tamaa. Ninakusihi usikate tamaa, Mungu anakupenda popote ulipodondoka. Ukapate kutubu wakati nikiendelea kuhubiri na kuongoza sala ya toba, ili Mungu arejee kwako na akuinue akakufute machozi. Haleluya. Tafungua kitabu chako cha Marko 1 mstari wa 1 mpaka ule wa 3. Nami nitasoma mwanzo wa Injili ya Yesu Kristo mwana wa Mungu, kama ilivyoandikwa na nabii Isaya. Tazama, na mtuma mjumbe wangu mbele ya uso wako, atakayetengeneza njia yako. Sauti ya mtu aliye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Bwana Yesu asifiwe. Kama nilivyokwisha kueleza mwanzo kwamba nitaelezea habari ya mjumbe wa Mungu na mjumbe wa shetani. Maana ukisikia kama kuna mjumbe wa Mungu na shetani, na yeye ana mjumbe wake hivyo hivyo, maana shetani pia ni aina ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nitakujulishaje na uelewe? Naomba upate kunisikiliza jinsi nitakavyokueleza, ili ukapate kupona. Kama unawasikiliza wajumbe wa Mungu au unawasikiliza wajumbe wa shetani, itakusaidia na kuweka katika sehemu ya kupona. Maana Mungu amemtuma mjumbe wake ambaye ni mtumishi wa Mungu, ili kwamba akanyoshe mapito yake, akaelezee habari yake sawa sawa na neno lilivyo, bila kubadilishwa, ili watakaosikiliza wakapate kupona na kutoka jangwani na kuingia katika nchi ya Kanaani. Zamani Kanaani ilikuwa ni kimwili, sasa hivi ni kiroho, tunakwenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini sasa cha ajabu, wapo watumishi ambao watu wanawaamini kama ni wajumbe wa Mungu, lakini kumbe matendo yao sio kwamba vile wanatenda ni wajumbe wa Mungu. Kivipi? Utapitia katika neno la Mungu. Cha kwanza kabisa, mjumbe wa Mungu ni lazima ametumwa na Mungu kupitia kitabu chake, na neno lake liende vile vile atakavyo yeye. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukikuta mjumbe huyo ambaye ni mtumishi anaenda tofauti na Biblia, uelewe kwamba huyo tayari ni mjumbe wa shetani. Na kama ulikuwa unamsikiliza, uelewe kwamba unasikiliza mjumbe wa shetani. Maana nyakati hizi ni za hatari, na Yesu anarudi. Shetani alitumia kila mbinu na ujanja wa kila aina, ili kwamba kuhakikisha tu ya kwamba anawateka hata wale wateule ambao wanampenda Bwana Yesu, wanampenda Mungu. Natumaini kama wewe hapo msikilizaji wangu unavyompenda Mwenyezi Mungu. Lakini nataka nikufundisha kwamba iko mitego ambayo inatumiwa na hawa ambao wanaitwa watumishi, ambao si wa Mungu, lakini wanatumia jina la Mungu, wanatumia jina la Yesu vile vile. Sasa tuje kivipi, utaelewaje? Nitakufundisha kwanza, ndugu mtazamaji na msikilizaji wangu, kuhusu mjumbe wa Mungu. Mjumbe wa Mungu, tuanze kwanza na Yohana. Alitumwa na Mwenyezi Mungu kuja kusimamia Injili na kumwandalia Yesu njia, ambapo na Yesu yeye alikuja akafuata njia ile ile, akabatizwa ubatizo ule ule. Hiyo ni picha dhahiri kwamba inaonyesha kwamba huyo ni mjumbe wa Mungu. Na Yesu alivyokuja ni mjumbe wa Mungu, alitimiza yote, akatufundisha kweli, alafu akaondoka. Ina maana sisi tufuate nyayo za kwake Bwana Yesu, kiimani na kimatendo, sio kimaneno tu peke yake. Hapana. Imani bila matendo imekufa. Bwana Yesu asifiwe. Na kama una imani kwamba Mungu yupo, kwamba Yesu yupo, lakini hujaokoka, ujue wewe uko katika muhimili wa mjumbe wa uongo au wa shetani. Bwana Yesu asifiwe.
Sasa mjumbe wa Mungu, nataka uelewe. Bwana Yesu asifiwe. Nitafundisha kwa namna ambayo utapata kuelewa, maana ziko namna nyingi sana za kupata kuelewa. Kwanza kabisa, kuna watumishi siku hizi ambao ni Freemason, lakini wako hata katika mitandao, wanajulikana kabisa. Wengine ni wachawi, wengine ni washirikina. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ni wahubiri, na watu wanaita mawahubiri maarufu, wakitumia jina la Mwenyezi Mungu na watu wanawafuata. Ninawachoeleza kwamba watoto wa Mungu hao sio wajumbe wa Mwenyezi Mungu, maana Mwenyezi Mungu hatumi mtumishi aliye Freemason akahubiri. Mwenyezi Mungu hatumi mtumishi ambaye ni mganga, ni mshirikina akahubiri. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa upate kuelewa, na kama yuko kinyume na hapo, basi elewa kabisa kwamba yeye huyo ahubirie ni pepo yuko ndani yake, ile roho ya Mungu haiko ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Na nyie mnaosikiliza au hao wanaosikiliza wanatekwa na kuangamizwa. Bwana Yesu asifiwe. Tunajua kila mmoja Mungu hafananishwi na chochote. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunajua kwamba Mungu hafananishwi na chochote. Mungu hafananishwi na mwanadamu, wala na jua, wala na mwezi, wala na mti. Lakini anatokea mtu anajiita yeye ni Mungu. Yani mtumishi anajiita yeye ni Mungu. Mungu Joshua, Mungu Elia, Mungu Hebroni, Mungu Ibrahimu, mfano majina kama hayo. Hao wote ninawaambia sio wajumbe wa Mungu. Yawezekana walikuwa wameitwa na Mungu kweli, lakini sasa kwa hayo matendo wakihubiri tu hivyo na kujiita wao ni Mungu, au kujifananisha wao ni Mungu. Uelewe ndugu msikilizaji, tayari hao ni wajumbe wa Shetani. Haleluya. Nataka uelewe mtoto wa Mungu, mambo yameharibika. Yesu anarudi na maneno aliyoniambia Hebroni, baba yangu akiniruhusu laiti kushuka kuja sasa hivi sina watu, lakini peleka ujumbe ninaokuambia, ili watakaosikiliza watakwenda kupona. Nitakapokuja kunyakua kanisa langu nitawapata. Lakini mpaka sasa hivi Shetani amebudi mbinu ya kuwatumia watumishi hao walionisaliti. Wengine nilianza nao vizuri, wamefika mbele wakageuka. Bwana Yesu asifiwe. Wamekataa kunitii, sasa wameenda kwenye upande wa wanyang'anyi, na mimi siko nao. Wanaendelea kutaja habari zangu, lakini watu wakisikia habari hizi wanasikiliza, lakini hawajui wala kupima. Utamjuaje? Pima kuanzia neno. Na kuambia ndugu msikilizaji, neno la Mungu linasema hivi: hakuna mwanadamu yoyote au chochote kinatakiwa kuitwa Mungu. Sasa iweje leo mwanadamu ajiite yeye ni Mungu, na waumini wamuite Mungu, na waumini wenyewe wamwabudu, wamuone yeye ni Mungu? Ninakuambia huyo si mjumbe wa Mungu, huyo ni mjumbe wa Shetani. Ukubali ukatae, ile siku ya mwisho kompyuta zitapita zikitoa ripoti mbele yako. Umesikiliza na umejua. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jambo lingine nitakwenda kufundisha upate kuelewa. Bwana Yesu asifiwe. Mjumbe wa Mungu anafuata kama Mungu anavyotaka yeye. Kwanza Mungu lazima awe amemuita na awe hajamsaliti Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Atende kama Mwenyezi Mungu anataka. Sasa hao wajumbe wako watumishi, anaweza akawa ni nabii, anaweza akawa mtume, anaweza akawa mchungaji, anaweza akawa mwalimu. Lakini wewe ndugu msikilizaji uelewi, nataka nikueleweshe upate kuelewa. Haleluya. Utamjuaje ni mjumbe kweli wa Mungu? Maana Mungu ameleta watu wawe wajumbe wa Mungu, kuleta ujumbe wake ili wewe unaosikiliza upate kupona, na upate kupona uende mbinguni. Lakini matokeo yake wamebadilika, sasa wamepiga watu upofu. Lakini Mungu amenituma habari njema ya kueleza, ili kwamba wewe usikilizaye ukapate kupona. Haleluya. Mjumbe wa Mungu siku zote, neno la Mungu linasema hivi kwa mjumbe wa Mungu, yani nimekupa bure, toa bure. Ni wewe mtumishi ambaye Mungu amekutuma, amesema nimekupa bure, toa bure. Lakini sasa unakuta yeye anajiita yeye ni mtumishi. Haleluya. Anasema Mungu amemwambia leta pesa ili akufungue. Huyo sio mjumbe wa Mungu tena, ni mjumbe wa Shetani. Bwana Yesu asifiwe. Utawajuaje kwa namna hiyo? Mungu ameahidi kwamba sisi tuingie kiapo na yeye cha ubatizo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa
kupitia agano la ubatizo wa maji mengi. Leo hii anakuja mtu anaagiza ubatizo wa maji ya kikombe ambao Mwenyezi Mungu hajauagiza. Hao si wajumbe wa Mungu, na kama unawasikiliza wamekupoteza, na wewe umeenda kwa yule mjumbe ambaye ni baba yao, umekuwa mteja wao. Sasa leo iko neema ya kubadilika na kukataa. Yawezekana wewe ni mtumishi lakini hauelewi, umepokea mapokeo yamekupoteza. Sasa leo ugeuke, utubu na uondoke. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine natutaka kuelewa kuhusu habari ya mjumbe wa Mungu. Tafuta katika Biblia kitabu cha kwanza mpaka cha mwisho, hakuna mahali pameruhusiwa kwenye kitabu kitakatifu watu wabatizwe kwa maji ya kikombe. Hakuna mahali imeruhusu watu wabatizwe kwa maji ya kisima. Hakuna mahali pameruhusiwa watu wabatizwe kwa ubatizo wa tenki. Sasa haya mengine yametoka wapi? Na katika kitabu cha ujumbe wa Mungu ambao wameandikwa kupitia nabii Yohana katika kitabu cha Ufunuo kule mwisho 22:18-19, ole wake aongezaye maneno ya kitabu cha unabii hiki, ya sehemu yake itaondolewa. Sasa na kuuliza, hawa watu wanaofundisha kinyume na Mwenyezi Mungu na kunyang'anya watu pesa zao kutumia jina la Yesu, ninachowaambia, je, hamuoni hawa si wajumbe wa Mungu? Utawajuaje? Sasa uelewe kwa namna hiyo. Haleluya. Lakini watavaa ngozi ya kondoo kwa nje, lakini ndani ni mbwa mwitu. Na wengine wanampenda Mwenyezi Mungu lakini wameingia katika mtego pasipo kujua. Bwana Yesu asifiwe. Sasa leo nina habari njema upate kuelewa. Haleluya. Na utengeneze njia yako, maana Yesu anawapenda sana, anawapenda watu wake wapotee. Ndio maana amenituma, ameniambia niliwatuma, wengi wamenyamaza, wamekuwa kimya kwa sababu wao wameshikiliwa tena na shetani. Lakini Hebron, peleka habari yangu, anayesikiliza atapona. Kama ndugu we msikilizaji ulioko mahali hapo, Bwana Yesu asifiwe. Mpaka amefika mahali watu wameona Mungu ajibu. Haleluya. Ninayo habari njema, Yesu yupo, Yesu hajahama, Yesu hajawakataa wanadamu. Tatizo ni watumishi ambao walikuwa wajumbe wake wamebadilika, wamekuwa sasa ni wajumbe wa shetani. Baadaye wanahubiri habari ya Yesu lakini matendo yao ni shetani. Bwana Yesu asifiwe. Nitauliza swali fupi tu. Unasema wewe ni mjumbe wa Mungu, sawa. Je, Mungu ndiye amekutuma ubatize ubatizo wa maji ya kikombe? Jibu hapana, umepotea. Nitauliza swali lingine. Wewe unasema ni mjumbe wa Mungu, unahubiri injili, na kumbe unawaua wana wa Mungu roho zao, bana wanachosikiza wanakufa. Imeandikwa Yesu wakati anabatizwa alibatizwa kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu katika maji yanayotembea. Ndio njia ile tunatakiwa tuende nao. Lakini wewe unasema ni mjumbe wa Mungu, ukaongeza na jina lako, labda nabii Hebron. Bwana Yesu asifiwe. Au nabii fulani kwa jina lako. Nikuulize, wewe uangamizi watoto wa Mungu. Acha kuwadanganya. Ninawaambia watoto wa Mungu, nayesikiliza usikiliza upone. Waeleze na wenzako, hao ni wajumbe wa uongo, si wajumbe wa Mungu, na wanafanya mapenzi ya shetani. Hayo si mapenzi ya Mungu. Maana kuna watu wanasema ni wajumbe wa kutenda mapenzi ya Mungu. Nikuulize, je, ndugu msikilizaji, mapenzi ya Mungu ndio kubatiza watu kwa majina yao? Mapenzi ya Mungu ndio manabii waitwe Mungu? Mapenzi ya Mungu ndio kubalisha siku, hata kuondoa Christmas na Pasaka hakuna? Je, ni mapenzi ya Mungu? Siku hizi manabii wanasema siku ya Jumapili baadhi yao ni siku ya waovu. Mfunguke, Yesu anarudi. Wengine wakasema wao ndio wajumbe wa mwisho, manabii wa mwisho wametumwa na Mungu, lakini wamekufa. Bado ushtuki, kama yeye ni nabii wa mwisho wa sasa hivi, hawezi kufa mpaka Yesu atakapokuja ile siku ya mwisho amkabidhi kazi aliyomtuma. Bwana Yesu asifiwe. Akikwambia amemaliza kazi, ni muongo, ni muongo. Nikuulize, watu wameokoka wote? Watu wanamjua Yesu wote? Mataifa wanamjua Yesu wote? Nikuulize, akikwambia kwamba amemaliza, ameondoka, muda wake umekwisha, je, Yesu ameshanyakua watu? Huyo ni muongo. Mpate kuelewa. Bwana Yesu asifiwe. Mambo yamebadilika. Watumishi wamemwasi Mungu, wamekwenda kinyume, na wengine ambao ni wako chini yao wanampenda Mungu, lakini kutokana na ule msingi wameambukizwa, wakawa na wao hivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine napenda kuelezea ni habari katika makanisa.
Bwana Yesu asifiwe. Nyumba ya Mungu ametuma mjumbe wake kwamba ni nyumba ya sala. Yesu alipokuja aliingia katika kanisa, akakuta kule Uyahudini enzi zile wameanza kuuza biashara, wameanza kubadilishana fedha. Akaingia, akavuruga, akatupa, akasema nyumba ya baba yangu ni nyumba ya sala. Huyo ni mjumbe wa nani? Wa Mungu Yesu. Lakini leo hii wajumbe wanasema ni wa Mungu. Ingia makanisani, ni harambee, michango kama vile sakosi, kama vile benki. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ninawaambia, kama wao wameshindwa kuyakata hayo na wakayaruhusu ndani ya makanisa, ninawaambia hivi, hao sio wajumbe wa Mwenyezi Mungu. Utamtambuaje? Rudi katika neno, ukompee mstari kwa mstari. Bwana Yesu asifiwe. Biblia iko wazi, lakini watu hawaelewi. Wamepotoshwa, wamedanganywa, wakaona kwamba wanamtendea Mungu mambo mengi. Ninakuambia hivi, wewe unayechanga kanisani unamtukana Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kama ulikuwa uelewi, wewe ambaye unaushika na mambo harambee kumfanya Mwenyezi Mungu yeye ni masikini, yeye ni ombaomba, uelewe huyo anayefanya hivyo, hata sijui michango ya kulisha wachungaji, ya redio, ya TV, sijui kuna nini, iko shida kwa wao. Hiyo shida wasiwashirikishe nyie. Nyie mnaposhiriki mnazidi kulaaniwa na nyie. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu yale wayatendayo si ya ujumbe wa Mungu. Ukisoma Biblia inasema hivi, wewe mjumbe wangu, yani mtumishi wangu, usifikiri utakula nini wala utavaa nini. Bwana Yesu asifiwe. Ndiyo Mungu anasema hivyo. Kama ni kanisa amekupa, muombe, yeye atafungua njia. Lakini kwa sababu mmekuwa ni wajumbe wa shetani, mkamwona Mungu hafai. Bwana Yesu asifiwe. Mmebaki kusema kwa vinywa Mungu tu anafaa, Mungu atatenda. Mkarudi sasa kwenye akili zenu. Kazi ya Mungu haifanyi kwa akili hata siku moja. Akili zenu mambo sasa hayaendi. Mnaanza kuambia muumini, wewe leta tofali, leta mabati, Mungu kasema leta, wewe ahidi. Mnakuingiza watu kwenye nadhiri, wakaanza kulaaniwa ambazo hawezi kuziondoa. Habari njema ninawaletea, msirudishe katika mambo hayo kabisa katika jina la Yesu. Na nyumba ya Mungu haifai hata kuhubiriwa siasa. Pale ni mahali pa sala tu. Hata mnaofanya hivyo viongozi, mnaingia kwenye dhambi, lakini makosa si yenu. Kuhani angekuambia kanisani sio mahali pa kuongea siasa, sungeacha. Lakini kanisani ndio imekuwa mahali pa kuzungumza siasa na kampeni. Wacheni makampeni kanisani. Wacheni, ni dhambi. Mnajilani. Kanisani ni mahali pa kumwomba Mwenyezi Mungu. Kama wewe unataka kupata uongozi, nenda kanisani, muombe Mwenyezi Mungu, piga magoti, haleluya, uombewe. Lakini sasa si habari ya kwenda kusema waumini wa dhehebu hili au dini hili mnipigie kura mimi. Wewe, hakuna kitu kama hicho. Pale ni mahali pa kumsujudu Mwenyezi Mungu peke yake. Mambo yameharibika. Nataka niwaeleze wana wa Mungu, Yesu aliponeza habari hii, anaeleza, nilikuwa nasikia uchungu sana. Maana ukifikiri huku duniani, na mimi nikapata picha nikiangalia, utafikiri watumishi karibu wote wanahubiri habari za Mungu, lakini kumbe ndani ya mioyo yao ni watafuta pesa. Wamekuwa ni watoza ushuru. Bwana Yesu asifiwe. Watoza ushuru wamejaa kama kina Zakayo sasa. Lakini wanatumia neno la Mungu kwa sababu wanajua watu wanampenda Mwenyezi Mungu, watawapatia huko. Nami nawaeleza pate kuelewa. Jambo lingine tena ni kuhusu habari ya mjumbe wa Mungu. Nyie wenyewe mnajua kabisa wako watumishi sasa hivi wanatumia nguvu za giza. Wanaenda kwa waganga, anajiita labda nabii, mtume, mwinjilisti, mchungaji au mwimba kwaya. Nachowaambia, huyo ni mjumbe wa shetani. Lakini sasa akijiandika yeye akijiita mjumbe wa shetani, watu watamkimbia. Mtamjuaje? Kwa matendo yake. Mtazame kwa wachawi yupo. Mtazame anatumia nguvu za giza, ni mjumbe wa shetani. Mtazame matendo yake, amenyang'anya watu wake zao, anakaa nao. Huyo ni mjumbe wa shetani. Mtazame matendo yake anayoyafanya, utajuaje? Amebadilisha kanisa sasa, limekuwa lina benki, linachaji riba, wakati Mwenyezi Mungu anasema msichaji riba. Yeye hangaiki na mambo ya riba. Riba ni mambo ya Kaisari. Kwa hiyo sasa kanisa linapokuwa na mambo ya Kaisari, tayari hilo si ujumbe wa Mungu. Iko roho nyingine pale inayofanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Kama nilivyokwisha kueleza, Mungu ana mjumbe wake na shetani ana mjumbe wake. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ana matajiri wake na shetani ana matajiri wake. Wako maskini wa wana wa Mungu
na wako maskini wa shetani. Wote hao Mungu amewaumba, lakini wanakamatwaje? Kupitia watumishi. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine, Biblia ni waulize watoto wa Mungu na wana wa Mungu. Mungu amesema hivi, namtuma mjumbe wangu. Alianza kwa Musa, usiabudu sanamu. Lakini leo hii mtumishi anasimama kanisani wanaabudu sanamu. Nikuulize, ni mjumbe wa Mungu huyo au ni wa nani? Jibu nalo. Imeandikwa, msiabudu mwanadamu yoyote, nimewatumia Roho Mtakatifu. Leo utamfuata mtakatifu labda Hebroni, Joshua, Matayo, Maria na wengineo kwa majina yake, hata kama jina lako vile, eti yeye akuombee. Ni akuambia hivi, mjumbe wa Mungu huyo amekwenda uongo, sio mjumbe wa Mungu tena, ni mwongo. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine tena lioingia katika makanisa, hii ni kwa dunia nzima. Sasa hivi wamekuwa wajumbe wa Mungu. Mungu anasema kazi yake kama ni kanisa analipeleka mwenyewe, atafungua milango wenyewe. Sasa wajumbe wa shetani, kwa sababu wamemwacha Mungu wengine na wengine hawajaitwa Mungu, wana act, wamejifanya. Sasa hivi na wao wanatumia wengine uchawi. Kwa hiyo inabidi watafute watu wanaitwa bapatina, wanawaambia haleluya, Mungu ananiambia nyie ndio marafiki zangu, nyie mwenye hela nyie. Marafiki zangu wa karibu. Nikuulize swali, Mungu anaangalia pesa? Hawa ambao wana kitu ni mataira, ni vichaa, ni wajinga. Sasa mwelewe kwamba huyo ni mjumbe wa shetani. Hiyo ni picha ya kumvua nguo wazi wazi na uchi, mwelewe. Bwana Yesu asifiwe, kwamba yeye ni mjumbe wa shetani. Bwana Yesu asifiwe. Yesu amesema yeye si mnyang'anyi. Lakini cha ajabu sasa hivi kanisa limekuwa linanyang'anya, na kanisa linanyang'anya watu, linanyang'anya kupitia wajumbe wa shetani. Wewe mama, Mungu anasema leta gari lako atakuinua. Unasema kweli Mungu amesema kwa sababu ni nabii kasema. Kumbe mnyang'anyi. Sasa Yesu anaonekana yeye ni mnyang'anyi, na watangazia dunia nzima Yesu wanyang'anyi kitu. Yesu sio masikini, Yesu sio omba. Hata kwenye mativi wanaomba pesa. Hapana, kama wametumwa na Mungu wamuulize yeye aliyowatuma pesa ziko wapi, za kulipia TV, za kulipia redio ziko wapi? Lakini sasa tofauti iliyopo, mjumbe wa shetani ni masikini, ni omba siku zote. Lakini mjumbe wa Mungu ambaye ni mtumishi, Mungu anamletea baraka, anafungua kila kitu kinakwenda kama Mungu anavyotaka yeye, kwa sababu anafanya yeye. Lakini shetani yeye ni masikini, anatumia jina la Yesu kunyang'anya. Kama wewe ulivyonyang'anywa au yule au mwingine, rudisha mali zako wewe mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa watoto wa Mungu, na kama madhara yake umeongoza sala ya toba na mtumishi wa namna hii, ina maana jina lako pia limeandikwa katika kitabu cha ufalme wa shetani vile vile. Ndio kazi za wajumbe wa shetani. Na watu wengi Yesu alipokuwa akinionyesha, nilikuta wanaona wameokoka, kumbe majina yao yameandikwa katika vitabu vya uzima wa shetani. Namna gani amefanya? Alijua Yesu watu watakuja kuokoka. Sasa na shetani akaingia huku kwa wale walioweka Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ambao wengi wao sasa hivi ni wachawi, ni washirikina. Hizo kazi hawafanyi kwa uwezo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wanafanya kwa uwezo wa matendo ya shetani, na shetani na yeye ana amri zake. Usije kashangaa kwa nini nabii anazini sana, anakunywa, analewa. Bwana Yesu asifiwe. Katika amri anazopewa na baba yake ziko amri 20 za shetani ambazo wanapewa watumishi za kuzivunja. Kwa hiyo lazima azini, lazima alewe, lazima hata sangine ame nyumbani kwake akakae na wanawake sehemu nyingine, ili kwamba shetani ainuliwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini watu wakapigwa upofu pasipo kuelewa. Iko habari njema naye itakusaidia siku ya leo. Haleluya. Ukisikia mahali popote huduma yoyote ya Mungu inatolewa kwa pesa, uelewe huyo mjumbe sio mjumbe wa Mungu, ndani yake yuko mjumbe wa shetani anayeongea, ili kwamba kuhakikisha kwamba yule roho mchafu aliyeko ndani yake hakikishe matendo ya shetani yanaendelea. Ndio maana makanisa leo hii yamechoka. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna wengine ni watumishi wanampenda Mwenyezi Mungu, wamepotea kwa sababu ya kujiunga na kampani zisizofaa kwa kuiga mapokeo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hivi nikuulize, Bwana Yesu asifiwe, anakuja mtu anakuambia yeye anafufua, lakini watu wanafufua amuwaone wanadondoka angani. Huo ni uchawi. Mjumbe wa Mungu siku zote anafufua kama Yesu alivyofufua kina Petro, walionekana waliokufa. Kama wanafufua kweli ni wajumbe wa Mungu, waende Muhimbili, Mbeya kuna hospitali nyingi, Mwanza ziko, Dodoma ziko, dunia nzima watu wanakufa.
Bwana Yesu asifiwe. Na hata sio ajabu jirani yake hapa kuna misiba, nenda kaombee wafufuke, utamuona. Kwa nini? Ni kwa sababu ni mazingaumbe wanadanganya wana wa Mungu, au ni wajumbe wa shetani. Bwana Yesu asifiwe. Amenituma Yesu, amesema yeye anafanya kufufua waziwazi, watu waone, si kiini macho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hao wote nimekueleza kwamba ni wajumbe wa shetani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Zaidi tena, Mungu alianzisha huduma zake 5, lakini sasa hivi zimezidi 6. Uaskofu ni ya 6. Yesu hakusema huduma hii kwamba ikasimamie kanisa na hizo nyingine zote. Sasa wamekuwa tofauti. Kama tofauti, nyinyi wenyewe umepata picha kwamba wamepotea. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hata nyinyi mlipotea, tubuni, mrejee, neema ya Mungu ipo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wale ambao wamejiingiza kwenye misingi ya kichawi, yawezekana ni mwalimu, ni Freemason, ni mtume, ni nabii, Bwana Yesu, na wengine wanatumia mizimu, mwisho wao umefika. Wakati wako wa kutubu ni leo. Bwana Yesu asifiwe. Majina ya watoto wa Mungu mengi yako kuzimu. Bwana Yesu asifiwe. Idadi kubwa sana. Na jambo lingine, mjumbe wa Mungu imeandikwa hivi, mwanaume aingiapo kanisani wakati anahubiri asivae kofia. Lakini leo utaona watu wengine wanavaa kofia wakati wakihubiri. Hiyo ni picha ya kukujulisha kwamba iko shida hapo. Sio mjumbe wa Mungu, ni mjumbe wa shetani. Na hii imeanza dunia nzima, ikasambaa, wa misionari wakaja wakatupoteza. Lakini sitakubali, nitasema ukweli kama alivyoniambia. Na kanisa la mwisho linatoka Tanzania sasa, ambao Tanzania ndio nchi yake inaitwa Eden. Ukubali ukatae, hili ndio taifa tajiri kuliko mataifa yote, na Mungu ameamua kuliinua sasa. Na ile siku ya mwisho wakati unyakuo atapitia hapa. Bwana Yesu asifiwe. Mengine zaidi utaingia katika website ya Prophet Hebron, www.prophethebron.org. Yako mengi yaliyonieleza Yesu kwa ajili yako, na mimi nimeyasambaza kwa dunia nzima, wanavyoyapokea na kufunguka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Watu wengine sasa wanaona wanaenda kanisani, nitafundisha. Lakini jambo wanapokwenda kanisani, kama mtumishi yeye ni Freemason, ni mshirikina, anatumia nguvu za giza kama mnawajua, ina maana wewe muumini sasa, wewe uendi kwa mjumbe wa Mungu, bali unakwenda kwa mganga wa kienyeji ambaye amekaa kanisani. Maana nguvu inayofanya kazi ndani yake ni mganga wa kienyeji, lakini anajiita mchungaji, askofu, mtume, nabii, kwa cheo kile kile, lakini ndani roho inayofanya kazi yeye ni mganga wa kienyeji. Bwana Yesu asifiwe. Ninakuambia watoto wa Mungu, ni rahisi mganga kienyeji kuokoka kwenda mbinguni kuliko hawa ambao wameingia makanisani sasa, wanatumia nguvu za giza na kuenda kuchanjwa, alafu wanaanza kuombea watu wapone na kuwavuta watu na kutumia majini. Nami ninaamuru kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, makanisa hayo yote ambao kuna majini yateketee, ambao ni watenda kazi yao, miujiza yao ninaiteketeza. Wana wa Mungu wote walishikwa na majini wanawafuata, ninateketeza. Ninafungua akili zao walishikwa na mizimu kwa jina la Yesu Kristo, nateketeza kwa damu ya Yesu Kristo Nazareti. Maana wewe Mungu anakupenda. Sasa wewe jichunguze upate kuelewa. Bwana Yesu asifiwe. Je, umeongoza sala ya toba na mtu kama huyo? Au uko katika kanisa ambao mtu anajiita yeye ni Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Au anabatiza watu kwa jina lake? Bwana Yesu asifiwe. Au anabatiza kwa ubatizo wa kikombe ambao haupo? Soma, neema ya Mungu iko. Jioni ya leo ninakusihi urejee na utubu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jambo lingine nitakwenda kueleza ni kuhusu habari ya ibada ya njia ya msalaba. Katika Biblia hakuna habari ya ibada ya njia ya msalaba. Kilichopo katika Biblia ni Yesu ndiye njia ya uzima na kweli peke yake. Ukifungua katika kitabu chako cha Yohana, kitabu kile cha 14 mstari ule wa 6, Biblia inasema hivi: Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Bwana Yesu asifiwe. Yako mambo mengi sana ambayo yameharibika kama nilivyokwisha kueleza. Kanisa limetekwa na shetani. Na kwa nini limetekwa na shetani? Ni kwa sababu wajumbe wamekamatwa. Na nitaelezea kuhusu habari ya msalaba. Bwana Yesu asifiwe. Habari ya ibada ya msalaba. Kama nilivyokwisha kufundishwa katika mafundisho yangu kuhusu msalaba ni nini, na nikaeleza kuwa kuna msalaba mtakatifu katika ulimwengu wote, wala haipaswi kuitwa msalaba mtakatifu. Sababu ni Mungu peke yake ndiye anastahili kuitwa mtakatifu. Yeye hatendi dhambi. Msalaba ulitumika kuwaulia watu waliolaaniwa katika kipindi hicho cha zamani,
nataka uelewe pia hata msalaba aliosulubiwa nao Yesu kipindi hicho, msalaba huo huo ulishasulubiwa wengine kabla yake. Bwana Yesu asifiwe. Ilipokuwa inatumika ilikuwa inahifadhiwa tena hadi itokee mtu ahukumiwe kifo tena. Ukisoma katika kitabu cha Yohana 14:16 mstari wa 6 inasema hivi, Yesu akawaambia, mimi ndiye njia ya uzima na kweli, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Sasa watoto wa Mungu, nataka muelewe, enyi watu wa mataifa yote mnaompenda Mungu na mtaki mumkosee Mwenyezi Mungu kwa kujua au kutokujua, japo wapo wanaojua kabisa makusudi ila kuwapoteza watoto wa Mungu, kuwapeleka jehanamu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka uelewe kuhusu msalaba. Jambo la kwanza, Mungu aliponipeleka mbinguni katika ofisi ya Yesu, niliona ofisi ya Yesu ilivyo, na pia Yesu akanipeleka katika ofisi ya shetani iliyoko kuzimu, ambayo ni joka kuu. Katika ofisi ya Mungu mbinguni sikuona kitu kinaitwa msalaba, ambapo wanadamu huku duniani tunakiona ni kitakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Niliona madhabahu na nikaona kitabu cha neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nitakueleza kifupi kwa sababu walikuwa wananifundisha ili jinsi nikafanye kazi yake. Bwana Yesu asifiwe, kama alivyonituma. Lakini kuzimu nilipopelekwa katika ofisi ya joka kuu ambayo ipo katika kijiji kinaitwa Freeman Village kule kuzimu. Liko jengo kubwa sana kule kuzimu ambalo nimekwisha kulibomoa. Cha ajabu katika ofisi ile nilikuta kitabu cha mauti na nimekuta uko msalaba umekaa katika ofisi kama ni nembo ya shetani. Yesu nikamuuliza, kwa nini huu msalaba hauko mbinguni na ulipigwa nao wewe, na sisi huku duniani tunaita mtakatifu? Akaniambia, Hebron mwanangu, ndio maana nimekuita. Nilijua na nimekuchomoa katikati ya wachungaji, walimu, mitume na manabii wale walionisaliti, ili wewe uje upeleke habari zangu, maana wewe pia ulipita huko huko ukakufundisha. Lakini hawa baadhi yao ni wale walionisaliti. Nimekuchomoa kule nikijua unaweza na utapeleka kazi yangu, na mimi mwenyewe niko na wewe, nikutumie kwa ajili ya kuupindua ulimwengu, watu wanijue mimi ili wakapone. Bwana Yesu asifiwe. Akaniambia, msalaba huu ndiyo njia ya kuwapeleka watu kuzimu, ila njia ya kuwapeleka watu mbinguni ndi mimi Yesu. Basi Bwana Yesu asifiwe. Sasa ili uende mbinguni, na kueleza mwana wa Mungu, njia yako ya kupeleka mbinguni ni Yesu peke yake, na njia hii ni katika roho, na tena ni mpaka uokoke na uishi katika maisha matakatifu ili na kulifuata neno la Mungu kama lilivyoandikwa katika Biblia, wala kulibadilisha wala kulichanganya na uongo. Katika ulimwengu huu inasangaza sana, shetani analitawala kanisa katika sehemu mbalimbali kwa kuanzia ibada ya njia ya msalaba. Sasa nikuulize wewe msikilizaji, tafuta katika Biblia, hautaona mahali tumeambiwa tufuate ibada ya njia ya msalaba ili kutupeleka mbinguni. Hakuna. Na kama hakuna, basi hayo ni mafundisho ya jehanamu ambayo ili ukiyafuata unakuwa na wewe, Bwana Yesu asifiwe, unakuwa na wewe unaifuata njia ya jehanamu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio yale tunayokuja ambao nawaeleza kwamba neno la mjumbe wa shetani. Sasa ndio hilo. Na pia nataka uelewe, kila unaposhiriki ibada ya njia ya msalaba, ina maana na wewe katika ulimwengu wa roho unabeba msalaba ukahukumiwe kwenda jehanamu. Na hata unapovaa msalaba shingoni, ina maana na wewe upo tayari kuhukumiwa na shetani, na Yesu alibeba ili tusisulubiwe tena. Haleluya. Usiogope mwana wa Mungu, Yesu atakupona. Sasa nawauliza mataifa yote na watu wote, je, yale mateso aliyosulubiwa Bwana Yesu ni ya bure? Sasa kama sio ya bure, je, hamuoni kuwa huku ni kumkufuru Mungu? Na kama ni kumkufuru Mungu, basi malipo yake ni jehanamu. Na zaidi watu wakapotezwa kabisa. Haikutosha njia ya msalaba tu, bali wakaamua kutengeneza mwili wa Bwana na wakawekea alama ya msalaba. Hata mimi Hebroni niliisha kula pasipo kujua, ila nilipojua ukweli nilitubu na nikaponywa na Bwana Yesu, nikatapika. Sema Bwana Yesu, natapika kabisa. Nikuulize watoto wa Mungu, Yesu alipotengeneza ule mwili wake ambao ni chapati, nikuulize, alichora alama msalaba? Hajachora. Sasa imetoka wapi? Imeandikwa ichore msalaba? Haijaandikwa. Imetoka wapi? Msalaba ndo alama ya Yesu? Hapana. Sasa kama unakula, na wewe utaacha kula mauti. Haleluya. Usiogope, furahini kwa sababu mnakwenda kufunguliwa.
Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa Yesu amenituma wa Nazareti niwaeleze ukweli, na wewe utakayopokea utakuwa huru. Na pia hata kama unasali mahali ambapo wanatumia ibada ya msalaba au kulitaja jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu kwa njia ya msalaba, ujue ni njia ya kumdharau Mungu na kumfanya yeye ni msalaba, wakati Mungu hafananishwi na chochote. Sasa fikiria, ni mara ngapi umemuuzi Mungu kwa kumfananisha na msalaba? Au ni mara ngapi umeifuata njia ya jehanamu? Na hata ukaletewa katika nyumba yako, ikatae. Kuanzia sasa ujitenge, ili usije ukachoma moto ile siku ya mwisho. Na wote wanaendelea njia hizo bila kutubu na kuacha kutoka katika madhabahu za jinsi hiyo, hawatapona tena na waokoke. Ninawasihi watoto wa Mungu mkapate kuokoka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Msalaba si kitu kitakatifu. Ungekuwa ni mtakatifu na nguvu, Bwana Yesu asifiwe, au ungekuwa unafufua, Yesu alipozikwa ungekuwa juu yake umfufue. Msalaba huu ungekuwa ni mitakatifu, ninawaeleza, katika makaburi wachawi wasingekuwa wanakaa. Ingekuwa ni mitakatifu, na waambia watoto walingekuwa wanazikwa na misalaba makaburini, wangekuwa wanafufuka saa hiyo hiyo. Misalaba ingekuwa ni mitakatifu, na kuambia unayelala naye usingenyongwa na mapepo. Misalaba hii mitakatifu, wewe ambao unakula unasema imekuwa kwenye mwili ukala ndani, hiyo ingekuwa ni mitakatifu, ninakuambia usingekuwa na matatizo yoyote katika maisha yako. Lakini leo iko habari njema upate kuelewa. Bwana Yesu asifiwe. Amenituma Yesu habari njema niwaeleze yeye anarudi. Lakini sasa wamekuja hawa jamaa wakabadilisha neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wametoka kuzimu kabisa, ni wanadamu, na wengine Yesu waliwaita wakabadilika baadaye, na wengine wamejiita wanatafuta mshahara. Bwana Yesu asifiwe. Sasa upate kuelewa, ukapate kupona. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Usiogope. Ni kama nilivyokwisha kueleza, wajumbe wa Mungu wanasema ukweli na kufuata Biblia. Wanawapenda wana wa Mungu, wala hawadai pesa sadaka ya ukombozi. Bwana Yesu asifiwe. Wajumbe wa Mungu hawataki michango makanisani, maana ni kumwaibisha Bwana Yesu. Wanatakiwa waonyeshe mfano kama Bwana Yesu. Wajumbe wa Mungu hawaombeombi, hawachangishi pesa za wachungaji, za mishahara, za nyumba za kodi, kwa sababu Mungu amewaita akawapa kila kitu, na ataendelea kuwapa siku kwa siku kukuza baraka zao. Lakini sasa watu wanashindwa kuelewa, mpaka mmekata tamaa. Mnaona kwenda kanisani ni kero, ukikaa unataka ukimbie, unaletewa barua mpaka nyumbani za mchango, ni madeni. Ninawaambia msilipe hayo madeni, ameniambia Yesu. Wewe ukilipa, ninakuambia ujue umepeleka kwa shetani, wala hauna baraka yoyote. Ninakuambia unadanganywa. Ukichukia uchukie, ukikataa ukatae. Shauri yako. Mimi nimekuambia soma neno la Mungu. Ukitaka kumtolea Mungu, mtu asikupangie kiasi, wala kuandika jina, wala kutoa risiti. Ikiwa risiti na kuandika majina tayari ni biashara. Ukipewa certificate ya kwamba umetoa vizuri mwezi huu, au ni mtoaji mzuri, wewe umeangamia. Yesu akusifu. Yesu akupi kiburi wewe. Ibada ya sadaka ni ibada yako kati yako wewe na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mtu mmoja akaniuliza siku moja, sasa Hebron, kama unasema watu wasitoe michango, makanisa yatajengwaje? Jibu lako ninakujibu. Mungu amesema katika neno lake, wewe mtumishi wangu nimekutuma, usifikiri nini wala nini mimi nitafanya. Kama majani yananyeshea, wewe mwanadamu ambaye ni mjumbe wake, wakati majani yenyewe hajayatuma, hayana ubaraka wala ubora ulionao wewe. Kwa sababu hauna ubora, umejiita au umepotea, umemwacha Mwenyezi Mungu, unaanza kukabata watu mashati, kuwakaba koo, kutoa michango, mpaka wana wa Mungu wamekata tamaa sasa hivi na makanisa. Wanaona makanisani hamna kitu. Ninakuambia kama unasali mahali pa namna hiyo, ninakuambia iwe ni kiongozi, hata kama wewe ni rais, wewe ni mbunge, ni waziri, ni mfalme, sijui ni nani, kwa Mungu hakuna kitu, watu wote ni sawa. Ninakuambia kama unampenda Mwenyezi Mungu, wacha umrudie leo, akakuongoze, akongoze njia zake, ambao mapito aliyonituma nionyeshe, ndio hayo yasikilize. Sasa watu wamepelekwa katika mapito ya shetani, wamepotezwa, wakati wao wanajiona wako katika mpango wa Mungu. Wewe unaabudu sanamu, na kuambia hauko katika njia ya Mungu. Wewe ambaye unapinga wokovu, hauko katika mapito ya Mungu. Wewe ambaye unabatiza watu kwa njia ya jina lako na kisima, haupo. Nikuambie, kisima kile ni kazi ya mikono ya wanadamu. Mungu
Mungu hataki watu wabatizwe katika kisima ambao ni kazi ya mikono wanadamu. Anataka uumbaji wake ambaye ni mto aliyeumba yeye, hausike mwenyewe kumbatiza mtu ili aingie agano lake yeye na Mungu. Lakini ikiwa kinyume, na wewe aliyekufanyia huyo, ujue tayari ni mjumbe wa shetani amekuwa. Kama wewe ni mtumishi ulikuwa ujue umekuwa ndio umepotezwa, tubu sasa urejee. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Maana wengine wamepotezwa kwa kuiga mifano ya baba zao za kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Na napenda kukuambia, yawezekana wewe umezaliwa na baba yako wa kiroho halikuwa mzuri sana, lakini nakuambia hivi, siku zote hata watoto katika familia wanapozaliwa, wengine wanamshinda hata baba yao walivyo. Uongo? Wangapi watoto wamezaliwa wana hekima kuliko wazazi wao? Ni wewe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nataka uelewe hilo. Maana mwingine anasema, namfuata baba yangu wa kiroho aliyofanya hivi. Na mengine alikosea. Bwana Yesu asifiwe. Na yeye akatekwa, lakini Mungu yeye umtumia mtu apendavyo yeye kwa mafunuo yake. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja nilikuwa naelezwa na mtu, wewe unasema baba yako wa kiroho alikuwa askofu. Sawa. Lakini ningepata neema ya kumwambia, uaskofu si huduma Mungu alianzisha, angepona. Lakini naye alidanganywa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amedanganywa. Na wakati huo mimi Mungu alikuwa hajanifunulia haya mambo. Kwa hiyo siku baada ya siku ananifunulia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaweza ukaweka baba yako wa kiroho anasema yeye ni Mungu wa majeshi. Na wewe ukasema yeye unamuita Mungu wa majeshi. Nikwambie yeye amekuumba. Biblia inasema hakuna mtu yote anayefananishwa na Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ninawaambia hivi, mfunguke. Usishiriki tena, utazidi kufilisika. Utauza mpaka vitanda, mpaka magari, mpaka matairi. Utabaki kusema Mungu hayupo, Mungu ajibu. Wewe unajipeleka kwa wajumbe wa shetani, wanakumaliza. Mimi nakwambia ni kiroho. Zamani ilikuwa kimwili, sasa wengi wamemalizwa kiroho na hawana mbele, hawana nyuma, wala waelewi. Lakini Mungu amenipa njia hii, hata nyie mlioko sehemu mbalimbali mkapate kumrujia na kupona. Haleluya. Ninawasidi mumrejee Mungu, anawapenda. Neema yake iko pale pale. Yesu amechukia sana watu mlivyopotezwa. Mataifa yamepotezwa. Watu wanaomba sana, wanalia sana, lakini matokeo yake wako katika misingi wengi ya makuhani ambao ni wajumbe wa shetani. Nikuulize kifupi tu, Mungu ameleta ubatizo wa maji mengi. Yohana akaanzisha, Yesu akaja, halafu yeye ndiye anaitwa njia, uzima na kweli, bila yeye huendi kwa Baba. Kwa hiyo ufuate paka vile vile alivyovikwa Yesu. Hakuna kupindisha wala kuongeza wala kupunguza. Ikishakuwa imeongozwa imepunguzwa, tayari huyo mtumishi ni mjumbe wa uongo. Sasa hakupeleki mbinguni, unaangamia. Tubu sasa hivi. Na katika wokovu au roho yako kwenda mbinguni, usitake uungwana na mtu. Watakuelewaje? Watakujuaje? Sijui watakuonaje onaje? Mimi nakwambia roho yako ni ya muhimu sana, mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Huu ni wakati wako. Ninakuomba na kusinjo kwa Bwana Yesu. Anakupenda Bwana. Achana na dunia hii. Achana na mapango. Achana na wajumbe wa uongo. Achana nao, hawakupeleki popote. Hata kama wamekupa laki, wamekupa 10,000 wakusaidia, wanakushikashika mashati hapa, wanakupa mitumba, wanakupoteza. Wanakuambia tu ukifa wajue nani utakuzika. Ninakuambia hivi, nikuulize swali. Wale wanakufa baharini kuna mtu anawazika? Lakini ile siku ya mwisho lazima watafufuka, watasimama wote. Hukumu itapita pale moja moja. Bwana Yesu asifiwe. Sema, Bwana Yesu, naomba unisamehe makosa yangu yote. Uandike jina langu kwenye kitabu chako cha uzima, ulitoe katika kitabu cha wajumbe wa shetani. Na Roho wako Mtakatifu akaje ndani yangu, aniongoze nisidanganywe tena. Nimetumikishwa, nimechoka na michongo. Kumbe wewe Yesu sio mnyang'anyi. Wanatumia jina lako kunyang'anya, na mimi nimenyang'anywa. Mungu, tazama, mpaka redio, kabati hakuna, benki imefilisika, na vitu vingine. Ninalala kanisani nikijua na kuabudu wewe, kumbe nasali kanisani hapo na unachaji riba, ni benki na kufilisi watu, na mimi nikaunganishwa na hiyo laana. Yesu, naomba nisaidie. Naomba unichomoe huko na miguu yangu na vitu vyangu vyote, kama wana wa Israeli ulivyowachomoa kule kwa Farao na vitu vyao wakaondoka navyo kwa damu ya Yesu. Baba, ninakushukuru, washike mkono na wafunika kwa damu ya Yesu. Baba, ninawaombea sasa wagonjwa, ninawafungua fahamu zenu na akili zenu. Wenye mapepo, majini yote, sehemu zote na chova kwenye biashara, ninavunja vitu vyote vya enzi vya shetani, yani ni rizi kwenye makanisa, kwenye sehemu zote, ibada zote ninabomoa, kwenye sehemu za serikali, watumishi wanaotumia hizo ninaharibu. Mungu, ikamate Tanzania peke yako, inue juu kama ulivyoniambia.
uzidi kuinua, amani izidi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ninakushukuru, Mungu ninakuinua. Bwana Yesu asifiwe. Zaidi karibu katika kanisa la Yesu ni Bwana Mwokozi. Shida yote inakusumbua, njoo nitakufungua. Usijeleta na shilingi 10. Hiyo ndio ujumbe wa Mungu. Haleluya. Nikutie moyo, nikuombee, uwe na amani, usonge mbele. Usikubali kubatizwa kwa jina la mtu, usikubali kufanya miarambe. Hao wote hayo wanaopeleka ni ujumbe wa shetani. Wala mbarikiwi, hamtaka mbarikiwe. Hizo zote mmepoteza, mmechoma huo muda wenu. Ninawaambia katika kitabu cha Mungu mbinguni cha baraka haionekani thawabu yako. Kule kuzimu iko. Na siku zimebaki chache. Yesu anarudi. Utakuwa wapi? Umejenga ufalme wa shetani au ufalme wa Mungu? Wakati wa kushtuka ni sasa. Kataa. Mungu akubariki, Mungu akuinue. Tutaonana muda mwingine tena wakati kama huu. Haleluya. Mungu awabariki. Amen.